yuaja mtu mwenye nguvu kuliko mimi, ambaye mimi sistahili kulegeza damu ya viatu vyake. Yeye atawabatiza, lakini ubatizo wake ni tofauti. Ubatizo wake yeye ni wa Roho Mtakatifu na moto. Yohana yeye anabatiza kwa maji kwa sababu sio Kristo. Anza kusoma. Yohana alibatiza kwa maji kama ambavyo mimi nawabatiza hapa. Ubatizo wa maji pia unamwandaa mtu kwa ajili ya ubatizo mwingine. Kwa hiyo usifurahi tu kwa sababu umebatizwa kwa maji. Kuna ubatizo mwingine na kuna anayekubatiza mwingine. Kama mnanielewa? Amen. Baada ya ubatizo huu utabatizwa tena. Tutawasha moto kule. Tukubatize kwenye huo moto. Maana mwingine anaweza akafikiria hivyo. Nataka usikilize. Yeye huyu atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Kwa hiyo Yesu anabatiza watu kwa Roho Mtakatifu na moto, sio sisi. Sisi hatuna ruhusa ya kumbatiza mtu kwa Roho Mtakatifu na hawala hatukoki moto ili tumbatize mtu. Anaendelea kusema ambaye pepeto lake ni mikononi mwake, naye atausafisha sana uwanda wake na kuikusanya ngano arani mwake, bali makapi atayateketeza kwa moto usiozimika. Basi kwa maonyo mengine. Kwa nini? Huwezi kuishi kwenye wokovu bila maonyo, huwezi kufaa, lazima ukutane na mambo. Basi kwa maonyo mengine mengi aliwahubiri watu. Hakuwa anawahubiri kwa kuwabembeleza, ni mahubiri ya maonyo. Lakini mfalme Herode alipokaripiwa yeye kwa ajili ya Herodia mke wa nduguye na maovu yote aliyoyafanya Herode, huyu jamaa hakupenda kuficha uovu. Alimkemea mpaka mfalme, kwa sababu alitenda dhambi, alichukua mke wa ndugu yake, akakemewa. Alipoongeza na hili juu ya yote, alimfunga Yohana gerezani. Unaona huyu jamaa huyu, kwa mafundisho yake yeye ni kukemea tu, akamweka gerezani. Bwana asifiwe. Lakini yeye alikuwa amemaliza kazi. Alikuwa amemaliza kazi kwa sababu tayari kubatizwa. Mstari wa 21 narudi hapa. Walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa, naye akaondoka akaomba, mbingu zikafunuka, Roho Mtakatifu akaja juu yake kwa mfano wa kiwiliwili kama hua. Sauti ikatoka mbinguni, wewe ndiye mwanangu mpendwa wangu, ninayependezwa nawe. Yesu naye akabatizwa. Huku tumesema yule mtoto akakua. Yesu hakuzaliwa na kubatizwa. Kwa hiyo tunapoona watu wanasema amebatizwa akiwa mtoto, kunakuwa na kaujinga mahali fulani. Yesu hakubatizwa akiwa na miaka miwili. Yesu alikuwa pamoja na kuwa na neema ya Mungu na hekima na vitu vingi, lakini hakubatizwa mpaka alipotimiza umri fulani, ndipo akamwendea Yohana akambatiza. Na alipombatiza mbingu zikafunguka na alikuwa anaomba. Kwa hiyo leo tuko hapa kwa ajili ya kubatiza. Tunawabatizeni leo. Na wewe utakuwa sasa umekuwa. Amina. Nilisema wale wenye kurudi nyuma lazima walipe leo. Leo lazima. Akawauliza, basi mlibatizwa kwa ubatizo gani?
wakasema kwa ubatizo wa Yohana, mstari ule sura 19 nimeanza mstari wa 3. Paulo akasema Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba, akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake, yaani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa. Ndio maana kuna watu wanakuja tunawabatiza hata kama ulibatizwa. Waliposikia haya wakafanywa nini? Kwa hiyo watu walibatizwa mara mbili. Walibatizwa huku awali, lakini ule ubatizo haukuwa na afya. Ikabidi wabatizwe sasa na mtu wa Mungu huyu kwa jina la Yesu. Na Paulo alipokwisha kuweka mikono yake juu yao, Roho Mtakatifu akaja juu yao, wakaanza kunena kwa lugha na kutabiri. Hawakuwa wanawake tu, hapa Biblia imetaja idadi ya wanaume kabisa. Wakati tunakuja hapa nikawa nawaambia wapendwa,